Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia kinachochambua kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubre, na kama utapata kitu kutoka kwenye mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujiandikisha. Na usisahau, kwenye kisanduku cha maelezo chini ya kila fundisho, tuna chaneli za ziada za tafsiri katika lugha 10 tofauti ili iwe rahisi kushiriki na familia na marafiki katika lugha yao popote duniani. Kwa kusema hivyo, hii mara tu unapoiona, naamini huwezi kuiondoa. Unaona, kadri unavyokuwa ndivyo unavyoelewa. Hapa katika huduma hii ambayo ilianza katika huduma yetu kuu, huduma iliyofunuliwa, ambapo tunafanya mafundisho ya muda mrefu, karibu miaka 8.5 iliyopita. Hili tulianza kama miezi 6 hivi iliyopita. Ni kuwapa nyinyi watu mafundisho mafupi na madogo ambayo mimi huyaita yanayoweza kushirikiwa, na bila shaka kaptura, ili kurahisisha watu kuelewa. Ufunuo huo ni wa ajabu kabisa. Utaona zaidi kidogo ya haya hapa leo, kwa sababu kadri ulivyoelewa, kadri ulivyofuatilia, ndivyo ulivyoelewa hilo. Mwisho wa siku si miaka 7, bali ni kipindi cha miaka 14, kwamba kabla, katikati na baada yote ni kweli, kwamba kuna sehemu inayoitwa juu ambayo inaanza na kabla ya dhiki, halafu una miaka 7 ya mihuri, miaka 7 ya tarumbeta, na katika mwaka wa 7 wa mihuri ndipo kuna ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki, na mwishoni mwa mwaka wa 7 wa tarumbeta, ambao ni mwisho wa miaka 14, unapata kurudi kwa wane waliokuwa jangwani, na unapata lile kundi la 3 la kukusanywa. Kabla, katikati na baada yote ni kweli, na yote yanafunuliwa katika sehemu ya juu ambayo ni kipindi kifupi cha muda, halafu miaka 14. Sasa utaona jinsi hii ilivyo na nguvu. Tulifundisha kuhusu hili katika kipindi cha kushirikiana hapa, labda miezi michache iliyopita sasa, na inatokana na Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Lakini unapoyaona haya maunganisho yake, unasema tu, jamani, Mungu ni mwema kweli. Anaifunua mahali ambapo hungewahi kufikiria. Lakini unapoiona unasema, sawa, bila shaka inahusiana moja kwa moja naye. Sawa, utaona ninachokuonyesha hapa. Kwa hivyo, Kumbukumbu la Torati sura ya 16 hapa tuko, na kumbuka, nisipotaja sura, angalia hapa utajua. Niko Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Katika mstari wa 16 inasema, mara 3 kwa mwaka wanaume wote wataonekana mbele za Bwana Mungu wako katika mahali atakapochagua, katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, katika sikukuu ya majuma na katika sikukuu ya vibanda. Mara 3 kwa mwaka. Kwa hivyo kati ya sikukuu zote za Bwana kuna mara 3 kwa mwaka ambapo hawapaswi kujitoa kwa Bwana mikono mitupu. Sawa? Si jambo la kuchekesha. Kabla, katikati na baada ni kweli. Muhtasari wa Injili Luka, Marko na Mathayo. Inachekesha sana jinsi inavyofanya kazi, sivyo? Naam, angalia hii. Muda gani? Siku ngapi? Ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Sawa? Ili tu ujue, tafuta haraka. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ni siku ngapi? Siku 7. Sawa? Kwa hivyo sikukuu ya kwanza, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Kwa hivyo unapata Pasaka na mikate isiyotiwa chachu ni siku 7. Kisha una karamu ya nini? Kilichofuata sikukuu ya majuma ambayo pia huitwa Shavuot, sivyo? Hebu tuone hiyo ina urefu gani. Sikukuu ya majuma au Shavuot ni siku ngapi? Urefu wa Shavuot, sikukuu ya majuma, hutegemea mahali inapoadhimishwa. Ni sikukuu ya siku moja. Samani, watasema siku 2 ikiwa uko nje ya Israeli. Haijalishi, ni sikukuu ya siku moja. Kwa hivyo una wa kwanza, mkate usiotiwa chachu, sawa, kutoka Pasaka. Wiki ni siku 7. Sikukuu ya pili, sikukuu ya majuma, ni siku 1. Sasa ya tatu ni ipi? Ya tatu, sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya vibanda ni ya muda gani? Siku 7, lakini ina siku ya 8 iliyounganishwa nayo. Sasa kwa nini ina siku ya 8 iliyounganishwa nayo? Naam, unapoelewa ufunuo ni kwa sababu una miaka 7 ya mihuri, miaka 7 ya tarumbeta, na kisha nini? Jubilei ni ya 15 au ya mwisho. Unaona, ni 7, jumla ya 49, na kisha una jubilei ya mwisho. Kwa hivyo una miaka 7 ya mihuri, miaka 7 ya tarumbeta, ambayo ni miaka 14 ya mwisho wa siku, na kisha mwaka wa 15 ni yubile. Unaona? Kwa hivyo hiyo ni nini? Kama picha ya miaka 7 ya tarumbeta.
Huo ni mwaka wa 8, sawa? Kwa hivyo jumla ni mwaka wa 15 katika picha ya mwisho wa siku. Sasa kwa nini hili lina umuhimu? Kwa nini ninakuonyesha hili? Tumewahi kuzungumzia kuhusu hilo hapo awali, sivyo? Kwa hivyo una picha ya 717, sawa? Kwa sababu sikukuu yenyewe ni 7, siku ya 8 ni siku ya ziada ya kusanyiko kuu. Kwa hivyo una 717. Mkali sana, sivyo? Sasa hii 717 inaendaje? Je, hii 717 inaishaje? Naam, inageuka kuwa sehemu iliyo hapo juu inaanza na sikukuu ya majuma, na hiyo inaanza na kabla ya dhuluma, yule bibi harusi mseja anayetangulia. Ni kabla ya dhiki katika sikukuu ya majuma ya matunda ya kwanza ya mavuno ya ngano ambayo hutangulia. Huu ndio uhusiano wa moja kwa moja na Henoko. Tumewahi kutoa mafundisho kuhusu hili hapo awali. Katika Waebrania sura ya 11 unamtaja Henoko kama kabla ya dhiki. Una Enuhu kwa siku 40 mwana wa Adamu ajapo kabla ya dhiki baada ya harusi ya mataifa. Kisha una kipindi cha katikati ya dhiki cha Ibrahimu aendapo mjini akitafuta misingi. Hilo hutokea wakati wa mihuri. Hii ni picha ya mwisho wa mihuri. Na kisha una Sara anayemzaa mtoto aliyeahidiwa ambaye ni Isaka, ambayo ni picha ya mwisho wa tarumbeta au mwaka wa 14 mwishoni mwa dhiki. Kwa hivyo Henoko anamwakilisha nani? Henoko ni picha ya kabla ya dhiki ya wale ambao hawataonja kifo. Watalipwa kwa kumtafuta Bwana kwa bidii, kuwa na imani, kukesha na kuomba, nao watafanya hivyo. Nini? Hawakuonja mauti kwa sababu walibadilishwa. Na Henoko alihamishwa lini? Ulikisia katika sikukuu ya majuma. Lakini sikukuu ya majuma si ya kwanza. Sikukuu ya majuma ni sikukuu ya katikati, na inawakilisha nini? Moja, ni sikukuu ya siku moja, sawa? Kwa hivyo angalia kinachotokea. Ni sikukuu ya siku moja inayoanza mwisho wa siku katika sehemu iliyo hapo juu, siku ya kwanza kabisa. Na kisha unamini siku 7 za mkate uliotiwa chachu, muhuri wa miaka 7. Mwishoni mwa miaka 7 ya mihuri, ambayo ni kama siku 7 za mkate usiotiwa chachu, basi utakuwa na miaka 7 ya hukumu za tarumbeta. Na miaka 7 ya hukumu za tarumbeta ni picha ya siku 7 za vibanda. Mkali sana, sivyo? Siku 7 za mikate isiyotiwa chachu na siku 7 za vibanda ni miaka 7 ya mihuri, ikifuatiwa na miaka 7 ya tarumbeta. Kwa hivyo tarumbeta zikiwa ni miaka 7 ya vibanda, mwisho wa tarehe 14 kusanyiko kuu litafanyika lini? Mio ulikisia. Siku ya 8 ya vibanda inaitwa mwanzo mpya. Unaona, inawakilisha yubile katika picha ya siku hadi miaka. Ni jambo la ajabu jinsi hilo linavyofanya kazi, sivyo? Kwa hivyo kile kilichoonekana kama 717 milikuwa wapi? Kwa hivyo kile kilichoonekana katika Kumbukumbu la Torati 16 kama mara 3 kwa mwaka, kama 7 kisha 1 na kisha 7, mwishowe kinachezwa kama 1, kisha 7 ya mikate isiyotiwa chachu na kisha siku 7 za vibanda. Unaona hilo sasa? Kwa hivyo haifanyi kazi kwa mpangilio. Inaanza na mwanzo, kisha siku 7 za mkate usiotiwa chachu na kisha siku 7 za vibanda. Hiyo ndio picha mwisho wa siku, na unaiona hapa hapa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Ina wiki ya mkate usiotiwa chachu, sivyo? Ambayo ni Pasaka. Ni siku 7, lakini inaisha siku 6, na kisha ya 7 ni kusanyiko takatifu. Sasa kwa nini hivyo? Kwa sababu ni miaka 6 ya dhiki kama zile siku 6, na katika mwaka wa 7 wa dhiki ni kundi kubwa la watu wa katikati. Unaona, kama vile Ufunuo sura ya 7. Ni jambo la ajabu jinsi hilo linavyofanya kazi, sivyo? Na kisha nini kitatokea? Kisha una vibanga. Na maskani ni za muda gani? Siku 7. Lakini siku ya 8 iko wapi? Unaona, siku ya 8 ni Mambo ya Walawi sura ya 23, na inasema kwamba siku ya 8 si kusanyiko takatifu tu, bali pia siku ya 8 ni kusanyiko takatifu. Utaona kwamba kusanyiko takatifu halifanyiki katika siku ya 7 au mwaka wa 7 kama vile mihuri ilivyokuwa, kama mikate isiyotiwa chachu. Ni baada ya siku 7.
za mikate isiyotiwa chachu, za vibanda, ndipo unakuwa na siku ya 8, na siku ya 8 ndiyo kusanyiko takatifu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana atakaporudi na kuweka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni mwanzoni mwa mwaka wa 14, mwanzoni mwa huu mwaka wa mwisho wa 14, itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Atawaangamiza maadui wote. Shetani atafungwa na kutupwa shimoni, naye atawaangamiza maadui wote. Itakuwa ni kukanyagwa kwa zabibu, kwa shinikizo la divai, kwa ghadhabu ya Bwana Mungu Mwenyezi. Na kisha nini kitatokea? Wale waliokimbilia nyikani hadi mahali ambapo walilindwa kwa muda, wakati na nusu wakati, kutokana na tarumbeta za katikati, hawatarudi hadi Yubilei, ambayo ni nini? Ni kusanyiko takatifu. Ni siku ya 8 ya mwisho, kama siku za vibanda, kama miaka ya vibanda ambayo inawakilisha Yubilei. Kwa hivyo unaona kinachoendelea, siku hadi miaka ni picha ya kinabii kutoka siku 7 ambapo hawaruhusiwi kuonekana mbele za Bwana mikono mitupu. Na nadhani nini kilitokea? Kusanyiko kuu katika mwaka wa 7, katikati ya kabila, umati mkubwa. Halafu una siku 7 kama miaka 7 ya vibanda hadi hukumu za tarumbeta. Kisha kusanyiko takatifu hawaruhusiwi kuonekana mbele za Bwana mikono mitupu, anawakusanya tena, na ndipo wanaanza utawala wa milenia pamoja na Yubilei. Lakini yote yanaanza na nini? Yote yanaanza na kabla ya dhiki, ambayo imeunganishwa na Enoki, ambayo pia imeunganishwa na sikukuu ya majuma, ile iliyo katikati. Unataka kuona jinsi hii inavyoweza kuwa ya ajabu? Umeona hili katika 2 wa Korintho sura ya 12. Tayari tumelizungumzia mara nyingi. Wale walio ndani ya Kristo, waliojazwa na Roho, kama vile Warumi sura ya 8 inavyosema, wale walio ndani ya Kristo, waliojazwa na Roho, hawa ndio wa kwanza kuondolewa kabla ya dhiki, kama Enoki, ambao hawajawahi kuonja mauti. Wameunganishwa na sikukuu ya majuma, tukio la siku moja, na wanaenda mbinguni ya 3. Walionyakuliwa hadi paradiso ni kundi kubwa la watu wa kabila la kati katika siku ya 7 ya mikate isiyotiwa chachu kwenye kusanyiko kuu. Na kisha una Paulo hapa akionyesha katika uainishaji, katika unabii, mara ya 3. Niko tayari kuja kwako. Kwa hivyo mara ya 3 ni kuja kwa Bwana, miguu ikirudi chini kwenye mlima wa Mizeituni. Tunajua ataangamiza kama siku za Nuhu katika mwaka huo wa mwisho, na kisha atawakusanya tena katika sikukuu ya 8 ya vibanda, ambayo itakuwa Yubilei na mwanzo mpya. Kwa nini basi ninakuonyesha hili? Ni nini cha ajabu kuhusu hili kwa mara 3 kwa mwaka? Kwa sababu unapoelewa hili, unaona pre, mid na post zote ni kweli. Lakini unaelewa nini kingine? Kuna siri hii ambayo ni 7, 1, 7, lakini itaonekana kama 1 kisha 7 na kisha 7. Naam, angalia hii. Unataka kuona jinsi ilivyo nzuri? Umewahi kuona jina la Mungu? Umewahi kusoma haya hapo awali? Hili ni jina la Kiebrania la Bwana Mungu. Sikiliza inavyosema. Ni maandishi ya zamani zaidi ya jina la Mungu. Kwa hivyo Yod He Vav He ndilo jina la zamani zaidi kuwahi kupatikana. Na unapoisoma hivi, hii ndiyo Yod He Vav He, sawa? Kwa hivyo Wayahudi, msisahau, Wayahudi wanasoma kutoka kulia kwenda kushoto. Tunasoma kutoka kushoto kwenda kulia. Kwa hivyo tukisoma kutoka kushoto kwenda kulia, ingeonekana hivi, sivyo? Inaonekanaje? Ukipuuza tu hili hapa na usiangalie hili, hili linaonekanaje? 7, 1, 7. Unaona, inaonekana kama 7, 1, 7, sivyo? Inaonekana kama 7, 1, 7. Jina la Bwana Mungu linaonekana kama 7, 1, 7. Na nadhani nini? Kwa nini iwe na koma hapa? Unakumbuka Wayahudi wanasoma kutoka kulia kwenda kushoto? Kwa hiyo hii ingekuwa kama sikukuu ya vibanda, lakini yaonekana kama kuna koma ya kuitenganisha, kwa sababu itaanza na ile 1 ambao ni sikukuu ya majuma. Kisha itakuwa ile 7 ya mikate isiyotiwa chachu. Halafu atageuza tena macho yake kwa Yuda, na itakuwa ile 7 ya mwisho ya sikukuu ya vibanda. Jina la Bwana Mungu linaonekana kama 7,717.
kwa sababu kuna sikukuu 3 za Bwana ambapo hazipaswi kuja mikono mitupu, na ni 717. Je, hilo si jambo la ajabu? Nilitaka kushiriki hilo nawe. Naomba ibarikine. Tutaongea baadaye.